kama Bwana angetufumbua macho na kutuonesha malaika waovu wanavyorudishwa na malaika wanaotulinda kila siku, tusingekoma kuomba. Tungefanya kila pumuzi tunayovuta ingekuwa ni maombi. Lakini sasa kwa sababu hatuoni, ndio maana hatuoni umuhimu wa kufanya maombi binafsi. Binafsi napenda sana kufanya maombi nikiwa peke yangu, nikiwa na familia yangu. Na ndio maana leo nimekusudia tuombe pamoja. Na kama unavyonitazama, tunakwenda kwenye maombi. Tunakwenda kuomba maombi ambayo yatabadilisha maisha yetu. Na nikuombe tu mtu wa Mungu uwe na kawaida ya kuomba. Hata ukiwa kazini kwako, jitahidi basi kutenga muda wa kuomba. Hata upo katikati ya watu, jitahidi kuomba. Ibilisi hajalala kama tunavyolala sisi. Ibilisi anafanya kazi muda wote, akitafuta watu wa kuwameza. Na hivyo basi tuwe na kawaida ya kuomba. Tunapokwenda kuomba leo na kwenda kukuombea mtu wa Mungu, jambo la msingi tu usisahau kusubscribe na kulike na kuandika ujumbe ambao huenda unahitaji tuombe pamoja nami. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye maombi. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu unayeketi mahala pa siri juu mbinguni, jina lako Baba lihimidiwe sana. Ninakushukuru Baba kunipatia fursa hii ya pekee kwa ajili ya kuomba na marafiki zangu wanaonitazama. Ninakuomba Bwana, popote pale walipo, ukawaangazie Bwana nuru ya uso wako. Wenda katikati yetu kuna watu ambao Bwana unahitaji msaada wa kiafya, unahitaji kuponywa katika magonjwa yao ya kimwili. Mungu wa mbinguni ukawasikie. Lakini pia katikati yetu wenda kuna watu ambao Bwana wana changamoto za maisha ya kiroho, wanatamani Bwana kuambatana pamoja na wewe, lakini kila wakati Bwana wanapojaribu kugusa na kupiga hatua wanaanguka. Mungu wa mbinguni kawashike mkono wako wa kuume na kuwapandishe Bwana katika mwamba wako ulio imara. Lakini Bwana tunaombea wale ambao tunapambana na maisha. Kila wakati tunaanzisha biashara, lakini biashara zenyewe hazifanyi kazi. Mungu wa mbinguni tunakuomba kawasaidie watu wa namna hiyo. Lakini pia Bwana tunaomba ulinzi wako dhidi ya Ibilisi. Bwana tukinge na Ibilisi, tukinge Bwana na nguvu za Ibilisi. Tupatie nguvu ya kuzipinga nguvu za Ibilisi. Mungu wetu wa mbinguni, jioni ya leo Baba, ninaombea marafiki zangu wanaonitazama, ninaombea ndugu zangu, ninaombea familia yangu. Ninakuomba Bwana usiipungukie. Tubariki Bwana katika familia zetu. Mbariki baba yule ambaye Bwana anahangaika kutafuta pesa kwa ajili ya kumsomesha mtoto wake. Mungu wa mbinguni kafungua milango hiyo. Lakini pia namwombea yule dada ambaye Bwana anatamani kuingia kwenye mahusiano, lakini kila akijaribu Bwana anakuwa na hofu. Mungu wetu wa mbinguni kamtangulie, kampatie nguvu yako, kamuongoze Bwana katika mahusiano hayo. Lakini pia Bwana ninamwombea yule baba ambaye ana changamoto katika maisha ya kifamilia. Anatamani kuona ndoa yake ikiwa na furaha, lakini imepotea. Mungu unayerudisha tumaini, tunakuomba Mungu karudishe tumaini kwa yule mama, kwa yule baba. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umesikia maombi yetu. Tupatie nguvu ya kusoma neno lako, tupatie nguvu ya kutembelea ndugu zetu na kuatia moyo. Asante Baba kwa kuwa umesikia maombi yetu. Nasi tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina lipitao majina yote, jina la Yesu, na tuseme amina. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Karibu sana.